Lakini mashaka ambao tuko nayo watu ni jambo moja. Huyu unamtaja ni jaji wa mahakama kuu. Automatically maana yake ni mbobezi kwenye swala la sheria. Ujumbe unaozungumza azifi, yani mtu anaweza kalala tu akaamka akafanya maamuzi. Yani kuna message mnataka kuipeleka nyinyi ambao mkubaliana na maamuzi yake, ambao mimi nataka hapa pengine tutoe darasa. Yani ni kweli naweza kaingia akilini kwamba jaji anaweza akafanya maamuzi kwa nafasi yake as a judge. Sasa anaweza kufanya maamuzi tu bila kupembua na kuangalia kwamba kuna ombwe sehemu fulani na akalitumia ile ombwe kama sehemu ya nini. Nashukuru, jaji ni binadamu. Na ndio maana hata kwenye katiba yetu, kwa sababu tulijua jaji ni binadamu, tumemwekea kuna kinga fulani za kumlinda ili anapofanya maamuzi awe ni mtu ambaye hatishwi na mazingira. Yani asiwe na wasiwasi kwamba nikifanya maamuzi fulani nitakwenda labda kuchukuliwa hatua fulani au nitapoteza nafasi niliyokuwa nayo. Kwa majaji kwa mfano wa mahakama kuu na mahakama rufani, moja kitu ambacho tumemapa security of tenure, kwamba nafasi yake hataweza kuondolewa mpaka timize umri wa kustaafu, na kama ataondolewa lazima iundwe tume ya majaji watatu ikiongozwa na jaji kutoka kwenye Jumuiya ya Madola, wajiridhishe wakachunguze jambo lake, halafu baada hapo wapeleke ripoti kama wamemkuta labda kuna makosa ameyafanya ya kimaadili au ya kinidhamu. Kwa at least kuna utaratibu wake. Kwa hiyo jaji yote anapofanya maamuzi, so long anajua hajatoka kwenye misingi, haweza kaa na wasiwasi, anaweza kusimamia maamuzi yake vizuri. Lakini cha pili, hata utaratibu wake wa kuwalipa umekaa vizuri zaidi. Lakini sasa huyu msajili wa vyama vya siasa, pamoja na kwamba ni jaji, hana security yoyote. Na tukumbuke kwamba huyu ni mtu ambaye yupo pala na familia ya kulisha, ana maisha mengine nitakuwa yaendelee, ni binadamu, na binadamu yote lazima mwisho wa siku, unajua kuna egoism kwa binadamu yote, kwamba mwisho wa siku binadamu yote lazima angalie yeye maisha yake pia yanaathirika vipi. Ni watu wachache sana, na hiyo ni exception tu, kwamba ambaye anaweza kafika mahala akakubali kusacrifice, apoteze vitu vyake vyote kwa ajili ya kuhakikisha analinda maslahi ya watu wengine ambao pengine inawezekana wasiyaone kwa ukaribu kiasi hicho. Kwa wengi wanaweza kuwa tempted kwamba kwenye mazingira haya akajikuta anaegemea zaidi kwenye kulinda nafasi yake asiingie kwenye mgogoro kuliko kwenda upande mwingine. Na hili sizungumzie ofisi kwa maana ya mtu aliyopo sasa. Naweza nikazungumzia historia kidogo ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa mfano kipindi utakumbuka ile miaka 2011 na 12 wakati mwandishi Mwangosi ameuawa kule kwenye mikutano ya Chadema kule Mufindi mkoani Iringa. Unakumbuka kipindi kile baada ya kutokea ile sintofahamu, msajili alikuwa ni mtu wa kwanza kujitokeza na kulani kwamba Chadema wamekosea, sheria wachukuliwa hatua na nini. Lakini baadaye tume ya haki za binadamu na utawala bora, ambayo ni chombo cha kikatiba kwenye nchi hii, walivyoenda kuchunguza wakatoa ripoti kwamba polisi ndio walikiuka sheria, na ikaonekana kabisa hao walionelewa. Sasa mlezi wao alishaanza kuwahukumu tayari, lakini hao wengine ambao nakuta kimsingi ndio walitakiwa waliokuwa na jukumu la kutetea wamewahukumu, lakini yule ambaye hakuwa na jukumu moja kwa moja la kutetea vyama vya siasa, yeye anasimamia haki kwa ujumla na utawala bora, ameliona kwamba ile jambo halikuwa sawa. Hiyo ni moja. Lakini pili, nikiangalia kwa mfano kwenye awamu ya 5, nakumbuka kipindi wakati haki ya kushiriki mambo ya kisiasa, mikutano ya kisiasa imezuiliwa. Lilikuwa ni tamko tu. Mheshimiwa Rais wa kipindi kile hayati Magufuli ametoa tamko kwamba kuanzia leo nataka tuendelee kuchapa kazi, kujenga nchi, shughuli za kisiasa zinasimama. Sasa ukisoma kwenye sheria ya vyama vya siasa, moja ya jukumu ya msajili wa vyama vya siasa, yeye ni kiungo kati ya serikali na vyama vya siasa, na kuhakikisha anasimamia haki na ustawi wa vyama vya siasa viweze kufanya shughuli zao za kisiasa. Hebu niambie, hicho kipindi chote wakati haki zimesimamishwa, nini nafasi ya msajili ilionekana? Msajili alinyamaza tu. Mpaka imekuja tu na haki zimerudi kwa hisani ya rais alivyokuja Mama Samia kipindi chake, alivyoamua kuirudisha, ndio msajili anakuja anaonekana anafanya kazi. Lakini kipindi cha 5 karibu yote hatukuona kazi ya msajili, nini kiko kinaendelea. Amelala. Sasa kama vyama vimezuiwa havifanyi kazi zake, msajili anakuwa anafanya kazi gani? Haya, hichi kipindi chote tunazungumzia, tuna kipindi kirefu sana hakuna hata chama kimesajiliwa kingine, ambapo ndio nafasi ya kwanza ya msingi. Na hivi ninavyozungumza kuna kesi zipo mahakamani, kuna watu waliomba kusajili vyama, mpaka leo imekuwa pending, ofisi imekuwa ina uzito kusajili vyama vya siasa. Sasa mtu wa design hiyo, ndio maana nasema hii ofisi ina changamoto. Sasa kwenye mazingira hayo tunajaribu kujiuliza ni nini ambacho kipo nyuma kinachopelekea kwamba msajili awe na kigugumizi kufanya maamuzi kwa upande fulani, lakini anakuaga haraka kufanya maamuzi inavyotokea vyama fulani. Kwa mfano, nitatolea mfano kwamba kuna kipindi Chadema waliwahi kutoa tamko fulani, msajili alijitokeza na kwenda kukemea. Fine, kitu ambacho ni kizuri kwamba kama kuna chama labda kinakiuka misingi akakemea na kuwarudisha kwenye msingi ni sawa. Lakini chama tawala kilivyotoa tamko mfano ile la Mpox, la Mweneza alivyozungumza kwamba kuna chama kingine Chadema imeleta Mpox, hakuwa na ujasiri wa kuja akazungumza. Mpaka leo hatujaona kijitokeza
akakemea na kusema ni mambo ambayo hayatakiwi kwenye nchi yetu. Lakini naamini ile tamko lingetolewa na watu wengine, pengine leo tulikuwa tunazungumzia pengine wamekuwa suspended au pengine kuna hatua zipo. Sasa ofisi ya design hiyo kwa vyovyote vile ni ofisi ambayo inaleta maswali mengi. Kwa hiyo ndio maana nasema kwa namna mfumo wetu ulivyo, hii ofisi haiwezi kuwa independent. Kwa kama ofisi haipo independent, uwezekano wa kutenda haki kwenye mazingira hayo unakuwa ni mdogo sana. Kwa sababu ni binadamu, mwisho wa siku lazima wahakikishe wana balance yeye mwenyewe maisha yake anakwenda vipi na huku mwingine anasimamia vipi. Na mwisho wa siku egoism ya binadamu itampelekea linde zaidi nafasi yake, itakwenda hapo. Kwa hiyo yawezekana mtu asiwe mbaya, lakini mfumo na mazingira yanayomzunguka yakamsababisha asiweze kuperform vizuri. Kwa sababu uwezo kumtest samaki uwezo wake wa kumpima uwezo wa kupanda kwenye miti. Samaki lazima atestiwe akiwa kwenye maji anaogelea vipi. Kwa kila mtu ili atestiwe ubora wake lazima pia mazingira ambayo tunamtest yao ni mazingira ambayo yanatoa nafasi kwa mtu yokuwa tested na tukapata matokeo ambayo ni sahihi. Kwa hiyo nafikiri hiyo kuna jambo ambalo ni kubwa naliona kwenye mazingira. Kwa hiyo pamoja na ujaji, jaji ni binadamu, ni lazima tuhakikishe mazingira ambayo yupo nayo ni mazingira ambayo ni mazingira wezeshi ambayo itapelekea jaji aweze kusimamia ile misingi ya kuhakikisha anasimamia ustawi wa demokrasia ya vyama vingi. Bado narudi kwenye swali langu la msingi. Unadhani mfano anapotoa taarifa kwa umma, mfano hii ya juzi tunaweza kuzungumza ambao tutaenda kuijadili kwa kina. Amekoti mpaka vifungu ambavyo amevitumia kufanya hayo maamuzi, ambao nyinyi upande wa pili ambao mnaonyesha kutokubaliana nao mnaona bado ameendelea kukanyaga. Sisi ambao sio wataalamu wa sheria utajaribu kutupa darasa, kwa sababu yeye amekoti vifungu kabisa, wapi anaona kuna upotoshaji, wapi anaona yuko sahihi. Sasa mnaposema kwamba anafanya mambo ambayo ni kinyume na taratibu, inawezekana yes anafanya kutokana na njia hiyo ambayo umeisema, wakati mwingine kukosa uhuru na nini, lakini hivi vifungu anavyovitumia mnataka kutuambia havipo ama tafsiri imekwenda tofauti? Ipo hivi, hata kwenye Biblia ipo moja au Qur'an ni moja, lakini watu wanaweza kuleta tafsiri nyingi sana, lakini mwisho wa siku ukweli unabakia pale kwamba jambo la ukweli ni lipi na jambo ambalo la uongo ni lipi. Kwa mfano nikizungumzia hii ya kukoti vifungu, nakumbuka tulikuwa na mjadala wiki mbili zilizopita baada ya msajili kutamka kwamba ametengua uteuzi wa secretariat pamoja na wajumbe baadhi wa kamati kuu ya Chadema. Moja ya swala ambalo niliwahi kuuliza na nilitamani kweli nije nimuone msajili kwenye vyombo vyenu, na mpaka sasa hivi mkipata nafasi akialikwa apewe nafasi aje atujibu kwamba ni kwa mujibu wa kifungu kipi, akisome ambacho kipo very clear kinachompa mamlaka kwa mfano msajili ya kutengua nafasi ya wajumbe wa secretariat au kiongozi yoyote ambaye amepatikana kwenye chama aidha kwa kuchaguliwa au kwa kuteuliwa. Aje aseme ni kifungu kipi cha sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 92. Sheria ambayo bahati nzuri ina vifungu 22 tu. Yaani sheria ambayo nikishika uhitaji dakika 20 kuimaliza yote. Ipo very clear. Aonyeshe ni kifungu kipi ambacho kinasema ana mamlaka ya kuweza kutengua uteuzi au kutengua kiongozi ambaye amechaguliwa kwenye chama. Hicho kifungu akija onyeshe mimi nitatoa dau. Kwa sababu tumepitia hii sheria, ipo very clear. Kiapo hicho. Mimi nitatoa dau. Nitakuja nidondoshe milioni hapa kwa ajili ya kifungu akija toe. Na asilete mbwembwe aje aseme unasema wakati ambao kimsingi tayari amekitumia hicho kifungu. Kipo hajawahi kutaja, ndio maana kwa ajili ya kabla tujatoka hapa nitaitafuta ile barua yake. Ndio ninachozungumza. Kwanza nilianza kwanza kwa ile ya kutengua teuzi. Kifungu kipi? Unajua wakati mwingine hivi na nyinyi waandishi wa habari mimi nawapa changamoto. Mtu akizungumza mwambie hebu tusomee, kwani si lugha inajulikana. Aseme wapi ambapo wanasema the registrar of political parties shall have the powers labda to disqualify au kufanya nini viongozi ambao wamechaguliwa kwenye chama cha siasa. Aonyeshe, kwa sababu kwenye sheria ikitungwa, si sheria inatungwa na bunge bwana. Bunge kuna kitu inaitwa intention of the parliament. Dhumuni ya bunge wakati natunga kifungu fulani ilikuwa ni nini? Madhumuni ya bunge tunayaona kwenye kile ambacho wametamka, kwamba wametamka hapa adhabu itakuwa ni hii, hapa adhabu itakuwa ni hii. Na ndio maana kwenye vyama vya siasa hii sheria imempa mamlaka mpaka ya kufuta chama cha siasa. Imetaja. Umenielewa? Kwa nini haikuwa na kifungu cha kutaja kuhusu kutengua kiongozi ambaye ameteuliwa au amechaguliwa? Maana yake bunge alikutaka lifike huko, lilijua kaza mambo ya chaguzi na teuzi za vyama ni internal affairs za vyama. Kama mtu mwingine hakuridhika na taratibu za ndani za vyama, kuna mfumo, na ndio maana chama kinaanza na ngazi labda huko ya chini, kuanzia huko chini kwenye matawi na kwenda mpaka kwenye ngazi ya mkutano mkuu ambayo ndio ngazi ya mwisho kabisa. Kwa mtu hakuridhika atapita kwenye ngazi za ndani ya chama, vinginevyo tutamgeuza msajili wa vyama vya siasa au ni mahakama ya vyama wakati yeye sio mahakama ya vyama.
Sisi hatuna tribunal au baraza maalum la kushughulikia migogoro ya vyama vya siasa, na yeye wala sio nani. Kwa mfano wenzetu wa Kenya, hata msajili mwenyewe anaweza kalalamikiwa kwenye baraza la vyama ambalo linasimamia ile tribunal ya political parties ambayo inasimamia migogoro kati ya chama na chama na wanachama, yote ipo hapo. Sio msajili, kwa sababu msajili anaweza kalalamikiwa vile vile, yupo pale. Sasa kwa mfumo wa kwetu, mtu ambaye hajaridhika kwenye mfumo wa ndani wa chama cha siasa, nafasi pekee aliyokuwa nayo anaweza kaenda mahakamani. Na hili sio jambo jipya. Tumekuwa na kesi ngapi? Tumekuwa na kesi hapa za akina Zito Zuberi Kabwe walivyoondolewa kwa mfano Chadema. Walienda kwa msajili, si walienda moja kwa moja kwenye mahakama. Tumekuwa na kesi hapa za akina Halima James na wenzake. Walivyoona wao wanaonekana hawajaridhika na utaratibu kwenye chama, walienda mahakamani. Haya mambo hayahitaji kuja kuyapamba mafuta. Sheria ipo very clear. Yeye hajasema ni kifungu kipi ambacho kimesema ana mamlaka ya kufanya utenguzi, kwa sababu kutengua is a punishment, ni adhabu. Sisi kwenye tafsiri za sheria ni kwamba adhabu yoyote ili iwe adhabu, ni lazima hiyo adhabu iwe imetajwa kwenye sheria expressly. Huwezi kuifanya nani adhabu kwa kudhania, by necessary implication. Lazima adhabu imesemwa kwenye sheria. Hiyo ndio kanuni. Na ndio maana hata kwenye katiba yetu ukisoma, nafikiri kwenye katiba yetu ibara ya 13(6) C ya katiba ya Tanzania, kwamba mtu aweza kaadhibiwa kwenye kitu ambacho wakati anakitenda hakikuwa kosa, yani hilo kosa lilikuwa limetajwa kwenye sheria za nchi. Sasa hilo kosa kama halipo kwenye sheria ya vyama vya siasa, unajiuliza mheshimiwa msajili yeye anakuwa amelipata wapi? Kwa hiyo unakuta kuanzia huko mwanzo tunaona kabisa kumeanza kuwa na sintofahamu, kwa maana kwamba kuna ubatili ambao unaonekana, lakini ubatili huu unaendelea kutumika kuja kuhalalisha maamuzi mengine. Na ninachoona pengine kuna mpango pengine wa kufuta chama, kwamba huku pengine ni njia tu watu wanaenda ili watafute. Lakini mimi rai yangu ni kwamba ofisi ya msajili ijaribu kutafakari, irudi kwenye nafasi yake kama mlezi wa kuhakikisha demokrasia inakuwa, isiwe ni sehemu ya kuhakikisha kama inakwamisha nyuma, kwa sababu vitu vingi vinaendelea kulaumiwa. Juzi tayari tumeona maamuzi yametoka, kwa mfano kwenye kesi ya mheshimiwa James ya Mbatia. Umeona? Ambao utakumbuka mazingira iliitishwa kikao cha uchaguzi wa kumuondoa James, maamuzi ya kumuondoa James Mbatia cha dharura kwenye mazingira ambayo mwenyekiti wa chama hajui, wale viongozi wakubwa wa chama wote hawajui, lakini watu wakaenda. Hata kibali cha kukutana sijui walipata polisi ngapi, nani aliandika barua, kama uongozi mkubwa wa chama ulikuwa hujulikani, lakini ikaenda na msajili alikuwepo, alishiriki kwenye ile, na maamuzi akaja akafanyika, Mbatia wakamtoa. Leo mahakama inasema alitolewa bila kufuata taratibu, na wakati msajili alikuwepo na akabariki maamuzi haraka. Sasa unajiuliza, mbona kuna maamuzi mengine huwa yanaenda haraka yanabarikiwa, lakini mengine ambayo hata yapo so remote unakuta msajili amejitokeza kwa hasira na amekuwa na maamuzi ambayo ni very serious. Sasa hata ni baba nyumbani tunajaribu kuangalia kama na double standard, kwamba kuna watu huwa wanashughulikia haraka sana, wengine unakuwa mzito. Ni mambo ambayo yanaibua maswali mengi. Kwa mimi ningeshauri kwamba mheshimiwa msajili wa vyama vya siasa atake leadership kwenye hili jambo, hakikisha anasimamia utawala wa sheria, rule of law, asifanye maamuzi yoyote ambayo hayapo justified kwenye sheria, kwamba sheria haijampa mamlaka akajipa mamlaka. Lakini kama kuna jambo ambalo kweli sheria imempa, alisimamie kwa haki kwenye namna ambayo itasababisha taswira ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa isitiliwe shaka, watu wote wamuone ni mlezi, na siku nyingine kimwazibu mtu yoyote waone kabisa huyu ni mtu wa haki, ni ofisi ya haki, na ndio maana pande zote zikikosea zinaweza kuadhibiwa. Lakini kwa trend tuliyokuwa nayo, ameleta a number of question marks. Ni sehemu ambayo imezaa maswali mengi sana, na hata imani ya wadau wake, wale ambao wapo kwenye vyama vyenyewe, wadau wa siasa. Leo kama tungekuwa tungefanya opinion poll, tuone ni wangapi ambao wanasema wana imani na ofisi ya msajili kwenye kukuza demokrasia. Au tungekuwa na symposium ya kitaifa leo tumjadili, majibu ambayo angetoka angeweza kushangaa, na yeye mwenyewe angejitafakari kwamba je, anatosha kuendelea kubakia pale au ni nini. Kwa hilo ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili, kwa Chadema, mimi ushauri wangu ni kwamba waone kwenye mazingira haya, mimi ningeshauri waone wachukue hatua za kisheria. Mahakama ipo kwa pamoja na hatua za kisiasa ambao wanafanya, kwa sababu tayari hili jambo limezungukwa na mbinu za kisiasa, yani jinsi lilivyo lenyewe lina siasa ndani yake. Kwa pamoja kwamba mikakati ya kisiasa inaendelea, kuna siasa nyuma. Yani hapa hizi sugar coated, kwamba nje simuona mtu anaweza kaa na pilipili ndani, hapo akatafuta ile nini ile wanapaka kwenye keki ndani, ambapo mtu akilamba mtoto anaona kama mtamu, lakini ndani huku it's just sugar coated. Kwa mimi naiona
ndani kuna siasa fulani, ila humu ndani wamekoti sound as if kuna sheria. Ni kitu ambacho nakiona. Kwa ndio maana nasema kwa sababu kuna kote ka sheria, wanaweza kaenda mahakamani waka challenge haya maamuzi, na pengine atatusaidia kuleta precedent nzuri sana kama hii kesi ya Mheshimiwa James Mbatia ilivyoleta.